Idara ya umoja wa wanaume kanisa la Moravian Tanzania ushirika wa Uhuru limefanya ziara katika mashamba ambayo yapo Mwanagwito Mlandizi kujionea namna gani uwekezaji huu unaendelea na kufanya kazi kwa ajili ya miaka ya baadaye. Ndugu yangu. Niambie ndugu yangu. Umeonaje maendeleo huu mradi? Kusema za ukweli ni hatua kubwa sana kanisa la Moravian limepiga. Kiasi kwamba maono kama haya yakiendelezwa basi tutakuwa na kanisa moja ambalo litakuwa ni la thamani sana kwa kizazi kijacho. Mwitikio ambao umeoneshwa na vijana kuja katika hii safari, wewe umeonaje? Kwa sababu tunapoongelea uwekezaji ambao utafanyika na kanisa kwa ajili ya miaka baadaye, tunataka vijana wawe familia na kitu ambacho kinafanyika mahali hapa, ili baadaye usije kauliza kipi hivyo. Kwa hiyo umeonaje mwitikio wa vijana? Kwa kuzingatia nafasi ya vijana kwa swala kama hili, kwangu naweza nikasema mwitikio bado sio mzuri sana, kwa sababu nilitegemea kuona idadi kubwa sana ya vijana ambao watahudhuria katika ziara hii kwa ajili ya kusaidia kujua, kwa sababu tunavyozungumzia miradi ambayo hii inafanyika, asilimia kubwa wao ndio wenye miradi yao. Hawa wazee wanakuja kutuonesha na kutuachia miradi ambayo wao walianzisha. Ila sisi vijana ndio tunatakiwa tuitambue hiyo miradi, lakini pia tujue namna gani tunaiendeleza, kwa sababu tukiwaachia wazee wanaweza wakaendeleza kwa kiwango ambacho wao wanakiona cha karibu, lakini sisi ndio tunaishi miaka mingi mbele, kwa hiyo tunatakiwa sisi ndio tuwe kwa wingi. Kwa mwitikio kiufupi sio mzuri sana. Mimi ndo kijana miongoni mwa wale ambao nimetumwa kuwakilisha vijana na vijana wenzangu ambao hawapendi kuja kwenye hizi ziara. Kijana mwingine yupo behind the camera hapo. Katika miradi ambayo inasimamiwa na kanisa, unaweza ukarate huu mradi kwa asilimia ngapi? Na kwa sababu gani? Kwanza kabla sijafanya hicho ulichoniambia, labda naweza nikasema katika miradi ya kanisa ambayo naifahamu huu naweza nikaupa namba 4. Okay. Ya, naweza nikaupa namba 4 kwa sababu ya ukubwa wake. Ukiangalia huu ni mradi mkubwa, lakini uendelezaji wake bado haujafanyika kwa kiwango kikubwa. Lakini ukilinganisha na miradi mingine ambayo ipo tayari ina matunda ambayo muda sio mfupi tayari tunaweza tukavuna matunda yake. Okay. Lakini huu ndio kwanza upo kwenye foundation. Kwa hiyo kama tutauendeleza vizuri jinsi ambavyo viongozi wetu au wabeba maono wetu wamelenga wameseti mipango yao vizuri, tukiendeleza hivyo basi inawezekana huu mradi ukawa ni the best mradi kati ya ile miradi ambayo tunayo. Kwa kifupi kabisa, kuna hatari yoyote ambayo unaiona au faida yoyote ambayo unaiona labda wazee wamedhamiria sisi kuturithisha kupitia mradi? Kwa upande wangu naona ipo hiyo. Hatari au faida? Kwangu nianze na faida. Faida kubwa ambayo naiona, wazee wetu wanatamani kulitanua kanisa letu, na wanavyotamani kulitanua kanisa letu ndivyo ambavyo wanaanzisha miradi kama hiyo. Kwa hiyo mradi huu unaweza ukawa ni sehemu ya kuhakikisha kanisa letu linatanuka na kanisa letu linakuwa na vyanzo vingi vya mapato. Kwa hiyo kwangu hiyo ni faida ambayo wazee wetu wameamua kuturithisha. Lakini nikija kwa athari, ni vile ambavyo vijana wajitokezi kwa ajili ya kuchangamkia hii miradi ambayo viongozi wetu wanatuletea. Hii miradi kwa lugha nyingine unaweza ukasema ni fursa, kwa sababu leo kuna mtu yuko nyumbani ana miaka 5, 6, ni muumini wa kanisa letu, lakini anahangaika tu kwamba hana ajira. Lakini kuna maeneo kama haya ambayo yako wazi, wazee wameshatuanzishia tayari. Kwa hiyo kama sisi vijana tukaamua kuichangamkia hii fursa, tukaamua kuwekeza juu ya haya maeneo, basi inaweza ikawa ni faida kubwa. Lakini naona ni athari, kwa sababu vijana hawachangamki juu ya hii miradi ambayo viongozi wetu wanaianzisha. Okay, ujako uko pako uendako siko nieleke yako. Umeambiwa kijana, kimbilia fursa ambayo kanisa liko tayari kuwekeza kwa ajili yako. Kwa hiyo karibu sana Mwanagwito kwa ajili ya kuendeleza kanisa na kutukufu Mungu. Love you guys. Amen.